Kibosha oye! Kibosha safi! Nashukuru mwenyekiti kwa nafasi, na kwa haraka naomba nizungumzie vitu viwili. Kitu cha kwanza, naomba kila mtu aseme hapa, familia yangu haina mhalifu. Mbona sauti ndogo? Au mna wahalifu nyumbani? Haya basi. Hii ni kakati ambao pia jeshi la polisi tunautumia kwenye kuzuia uhalifu, na kuanzia sasa niwaombe sana, angalia familia yako, watoto, mme, hakikisha hauna mhalifu nyumbani ili tutokomeze uhalifu ambao unatusumbua sana Kibosha. Kitu cha pili ni ulinzi shirikishi. Pamoja na tofauti zilizotokea huko nyuma, jana tumekaa na mwenyekiti wa kitongoji, tulikuwa na kikao cha ulinzi na usalama. Tumeamua kuja na mpango mpya wa ulinzi shirikishi. Kwa hiyo niwaombe sana mtupokee, na vikundi vitakapoundwa pale, kwa mfano pale mwizi atakapokuwa anakamatwa au na matukio ambao watakuwa wanayakamata wale walinzi shirikishi, basi tutakuwa tunakuja kwenu na kuleta mrejesho mara kwa mara, tofauti na ilivyokuwa nyuma. Asanteni. Na kwa kifupi, naomba pia nafasi ni ukaribisha afande OCS. Tumepata OCS mpya, naomba aje mumjue. Awi. Habari za saa hizi wana Kibosha? Kwa ridhaa yako mwenyekiti, najitambulisha, naitwa ASP Farida. ASP Farida Mdoe. Ni mkuu wa kituo Mapinga. Wana Mapinga, nimekuja kujitambulisha, lakini pia niwaombe mnipokee kwa maana ya upande wa masuala ya kutokomeza uhalifu. Fanye ushirikiano, tuendelee kufahamiana, naendelea kuwafahamu, lakini pia naendelea kuifahamu Mapinga. Nashukuru sana. Kwa leo ni hayo tu. Sina mengi, lakini pia nasisitiza niungane na Inspector Kata hapa. Kuna hili jambo la ulinzi shirikishi. Nadhani amenipa brief tu kwamba ni kama vile haipo hapa. Yaani kama vile askari ulinzi shirikishi kama vile hawapo. Basi naomba tulipokee hili, tulifikirie, tuangalie tunarudisha vipi ulinzi kwenye kitongoji chetu hichi cha Kibosha. Nashukuru sana. Asante. Tunaomba namba za simu. Namba zangu za simu ambazo zinapatikana muda wote. 0787 62 30 40. 0787 62 30 40. Karibuni sana. Mwenyekiti, kama kutakuwa na maswali tutajibu, baada hapo nitaomba ruhusa yako tuondoke kabla. Asante OCS. Asante. Huyo ni mkuu wa kituo mpya, kituo cha polisi Mapinga. Ni afande Farida Mdoe. Namba za simu ameshazitoa. Mwenyekiti, mwanzo tuliletewa babu hayupo, tumeletewa mama sasa. Mama karibu sana. Huyu dada tumeletewa dada, karibu sana. Haya, maswali na mkono. Haya, karibu. Nimeshakitambulisha. Afande wangu amesema kwamba tuangalie familia zetu, watoto, wanaume. Hakutaja wanawake. Wanawake sio wahalifu kweli? Wanawake. Haya, swali lingine. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Pro Christian, ni kaimu mjumbe wa shina namba 5. Nina swali langu kwa jeshi la polisi. Jeshi la polisi, kumekuwa na tabia ambazo zinajirudia. Tunapopeleka mhalifu, jioni anarudi, anakuja kututambia kwamba sasa mtanifanya nini? Nimerudi. Na bado anafanya uhalifu. Kwa hiyo tunao wahalifu kwenye kitongoji chetu cha Kibosha na wana nguvu kuliko jeshi la polisi.
wana nguvu kuliko jeshi la polisi. Tunaomba polisi mtusaidie. Ibosha. Mheshimiwa, kuna swali lingine? Sawa, maliza kabisa. Habari ya saizi jamani. Kama nilivyojitambulisha awali. Afande, naomba kushauri kitu. Kuna haya maroli ya michanga haya. Naona nao ni uhalifu namba moja sasa hivi kuliko chochote kile. Wale mabwana hawajali watu wengine kabisa barabarani. Kwa vile hakuna watu wa usalama barabarani, labda mtusaidie kwenye hili. Ajali zote unazosikia 70% chanzo ni maroli. Tafadhali jamani. Watu wanapotea, vilema, hususan ndugu zetu wa bodaboda. Tunaomba msaada wenu. Asanteni. Asante. Mimi kwa jina naitwa Neema Mtoro. Naomba mnisaidie katika wenzetu hawa wene mabaa. Nijue mabaa mwisho saa ngapi? Maanake utakuta baa mpaka saa 8 au saa 9 bado watu. Je, hao walinzi wakitaka kulinda au sisi wananchi tukivamiwa, tukipiga kelele, je, jirani watatusaidia kweli? Kwa sababu sauti zetu hazisikiki, nasikika mabaa. Kwa hiyo naomba mtufahamisha mabaa mwisho saa ngapi? Asante. Mpe pale. Asante mwenyekiti. Kwa jina naitwa Mwinyi Masudi. Ni mkazi katika kitongoji cha Kibosha Mpigi Darajani. Lakini vile vile kamanda wangu mimi ni MG Mwinyi Masudi, ni askari mgambo. Na niliweza kufanya kazi ya ulinzi shirikishi kupitia chini ya mwenyekiti wangu Bwana Peter, mwenyekiti wa tawi la Mpigi Darajani. Kulikuwa na changamoto nyingi sana ambazo tulikutana nazo, lakini katika kitongoji chetu hichi au kata yetu ya Mapinga kulikuwa na wakuu wa vituo wengi wanaume ambao wamekwisha pita kabla yako mama yetu hapa. Sasa je, utatuhakikishaje usalama kwanza kutokana na jinsia yako, lakini pili kuna wanamama wengi ambao wao wanadamka kwenda kufanya shughuli zao asubuhi za mboga mama ntilie hao saa 11 wanapigwa roba. Tunapata hizo taarifa, wananyang'anywa simu, wananyang'anywa fedha zao za mikopo. Je, ili kwako unatuhakikishaje usalama huo mheshimiwa? Asante. Nijibu kadri nitakavyojaliwa. Tukianza na huyu anayesema wahalifu kurudi mtaani pindi wanapokamatwa. Kwanza tukubaliane kwamba watu wote kwanza tuna haki ya kuwa free kwa mujibu wa katiba. Na kwa muktadha huo kuna hili jambo la haki jinai. Haki jinai wote tunafahamu kuna haki jinai. Kila mtu ana haki. Mtuhumiwa ana haki, mlalamikaji ana haki. Ikitokea kwamba mtuhumiwa ameletwa mahabusu, ameletwa kituoni kwa tuhuma zozote zile. Sio zozote, kuna ambazo zinadhaminika, kuna zingine hazidhaminiki. Ikitokea ameletwa kwa kosa ambalo linadhaminika, yule ni binadamu kama binadamu wengine, tunampa hiyo haki ya dhamana. Na sio kwamba tunamwachia, anakuwa amedhaminiwa. Ina maana kuna masharti anatakiwa yatimize, akiyatimiza yakiwa sawa anadhaminiwa na sio kuachiwa. Wote tukizingatia mtu yote anaweza kupata tatizo hili. Yaani kama ambavyo unaona mwenzako ni mhalifu, amekuwa mhalifu kwa kipindi kile, hata na wewe muda mwingine utakuwa mhalifu na utataka upate haki ile ya kupata dhamana. Kwa maana hiyo tusichukulie kama kaachiwa, tunasema yule amedhaminiwa kwa masharti ya kurudi kesho. Ama kama atakuwa amedhaminiwa katika, kama sio kudhaminiwa basi yaani ndani ya masaa 24 mtu anatakiwa amefikishwa mahakamani. Ndio utaratibu unavyosema. Ndani ya masaa 24 mtu amekamatwa afikishwe mahakamani. Kama hiyo haiwezekani basi adhaminiwe. Na ndio tunachokifanya. Yaani ndio tunachokipractice. Ambacho kimsingi ni kisheria. Yaani ni haki ya huyo mtu. Kwa maana tusiseme kwamba mtu anarudi mtaani
tuseme amedhaminiwa alafu kesi iendelee. Lakini kuna jambo lingine, inaweza kawa kesi tayari tumeshapeleka mahakamani. Mahakamani kama unavyojua, lazima kuwe na mtuhumiwa, lazima kuwe na mlalamikaji. Kwa hiyo kutusaidia hapo ni yule mlalamikaji ambaye ndo anakuwa ushahidi wa kwanza. Kwa hiyo mlalamikaji akirudi nyuma, haki anakuwa kesi. Sababu mahakamani lazima kuwe na mlalamikaji, kuwe na ushahidi, kuwe na mtuhumiwa, kuwe na vielelezo. Sasa ikitokea mlalamikaji mwenyewe amerudi nyuma, maana ndo amemruhusu mtuhumiwa arudi tena mtaani. Nadhani nitakuwa nimeeleweka, japo kwa mbali au kwa karibu nitakuwa nimeeleweka katika hilo. Haya. Alafu kuna habari za magari ya mchanga. Magari ya mchanga ni kweli kuna changamoto, wanaharibu mazingira. Ni kweli tunashirikiana. Sisi kama polisi pase lazima tushirikiane. Kuna taasisi inashughulika na masuala ya mazingira. Mara nyingi huwa tunashirikiana nao. Wakikutana na wakiwa na operation, wakiwa na jambo lolote linalohusiana na hayo mambo, huwa tunashirikiana nao. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunafanya sisi na wenzetu. Lakini kuna jambo la mabaa mwisho saa ngapi? Ili sasa kuna halmashauri, kuna mamlaka ambazo zinahusika. Sisi tunafuata vile vibali walivyopewa. Kuna baa zingine zinasema mwisho saa 6, zingine zinaenda mpaka saa 8. Inategemea na kibali kinasemaje. Lakini kama kitokea umepata taarifa kwamba baa fulani, yaani ukipata kero, tunakuja pale tunaangalia kibali chake kinasema saa ngapi. Kama ni saa 6 basi tutasubiri saa 6. Akipitiliza mwisho saa 6 huwa tunakamata na kesi huwa zinaenda mahakamani. Lakini kuna mmoja ameniuliza utatuhakikishaje usalama kama wewe ni mwanamke? Sawa. Wanawake hawi? Mimi ninachojua, mimi ni mwanamke lakini mimi ni askari. Mafunzo tumeenda wote, wanawake na wanaume. Walichopitia na mimi nimepitia. Wewe una uhakika kwamba utapata usalama hapa? Amina. Nafikiri nitakuwa nimemaliza. Labda kama nimeruka sehemu. Asante. Asante afande. Wana Kibosha, niwaambie kwenye ishu ya usalama wa nchi ni jambo letu sote. Ni wajibu wetu sisi sote kuungana kwa pamoja kupambana. Na katika hili kamanda, ni kuombe mtu akilalamika amefanyiwa dhulma, amefanyiwa uwizi, hajatoa ushirikiano, na yeye achukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria. Mimi nikuombe tu hivyo. Kwa sababu yuko mtu anatamba sana hapa. Anamtaja hapa anaitwa Madonna. Yule aliyokuwa na kisu kaenda kuchoma nyumba ya balozi Kisu yule. Namkamata mtu ana skanka, begi la skanka. Skanka SK, bangi hiyo kutoka South Africa. Na uwizi umekithiri kwa sababu ya wauza bangi. Haswa hii bangi aina ya SK. Watu wakipuliza ile wanaota kukaba watu, wanaota kufanya fujo. Kuwe na vurugu kama vile nchi hiyo ambayo inatoa hiyo bangi yenyewe. Sasa mimi niwaambie tusemeni na watoto wetu. Tusemeni na vijana wetu. Kwa sababu tumeazimia mambo ambayo tutashirikiana kwa ukaribu, tutafuatilia kwa hatua. Mtu amekamatwa, amepelekwa ndani kwa kosa la kukaba. Jana mtu ametoka kukopa fedha vikoba. Baada ya kukopa fedha vikoba, ameanza biashara yake, kafunga kioski chake. Ameenda kulala nyumbani, anaamka asubuhi anakuta watu wameiba mzigo wote. Mwenyekiti, nafanyaje? Sasa tuwezi kukubali haya mambo. Mwizi tukimuona tutashughulika naye. Tutashughulika naye kwa mujibu wa sheria. Lakini tutashughulika naye hivyo tukashughulika. Kamili waombe tu kwa dhati, kabla hatujashughulika na mwizi, anza kusema naye aache. Na mwanao akiwa anavuta bange, wala rafiki yako, sio usela, akiwa anavuta bange inamchengua, mwisho wa siku anakwenda kuwa mwizi. Leo kupigwa mtu panga ni swala la kawaida kwa sababu ya bange. Tutashughulika nao.
Tumeshuhudia mdada akikatwa panga pale, alafu anapelekwa hospitali, jamaa anakuja anatamba, anakwenda kumtisha hapo hapo hospitalini. Sasa hao tutashughulika nao kwa mujibu wa sheria, lakini niwaambie tutashughulika nao. Yupo mwanamama nimemwambia amlete mwanawe, na balozi nilikufuata nikakwambia, balozi wewe mwanamama, Mzee Mwibu katibu wako tulimweleza akwambie kwenye halmashauri kuu, yuko kijana kazi yake kukatakata watu mapanga. Tunamjua kwa jina, tunamjua anapatikana wapi, kakimbia. Akirudi tumemwambia mlete mwenyewe, kwa sababu sisi madam kuna arabi yake bado tutashughulika naye. Sasa mimi nichukue nafasi hii kuwaomba kwa dhati, hatuwezi kuvuma kwa wizi tukawa tunacheka cheka tu. Kwa Kibosha hii mimi ndio mwenyekiti wa ulinzi na usalama, nina wajibu wa msingi kabisa kwa mujibu wa katiba wa kushirikiana na vyombo hivi kuhakikisha kwa Kibosha inakuwa salama. Hatutasita kutoa taarifa za wazi za siri, na mimi niko macho masaa 24. Mmeshuhudia Mwinyi Masudi, mmeshuhudia mwenyekiti Peter, simu ikipigwa saa 8 naitika muda huo huo natoka. Sasa mimi niwaombe tusije tukaanza kuonesheana vidore, tuanze kusema na wana before. Lakini tunajua mabeberu ambayo yanauza hizo bangi, tunawajua. Utafika muda tutawataja hadharani katika mkutano. Tunaendelea kukusanya taarifa zao. Tunajua namna ambavyo bangi inatoka, inapokelewa na kusambazwa. Tunajua. Afande, karibu. Karibu Kibosha, tunakuwa ushirikiano wa karibu sana. Muhimu jambo eneo letu liweze kuwa salama. Karibu sana. Tunatoa tu indani, kabla hatuja shughulika naye ukalia, anza kusema naye. Ni story hadi kodi ikaeleweka ikawa wazi, lakini nawaambia tutashughulika naye.